Karibu tuendelee kuangazia matukio mbalimbali ambayo yanajiri juu ya vita vinavyoendelea baina ya taifa la Israel pamoja na taifa la Iran, huku Marekani kwa upande mwingine nayo ikionekana kujitosa zaidi ndani ya mzozo huu mkubwa ambao ulikuwa ukiendelea baina ya mataifa haya mawili, na Marekani kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran huko Fordo. Kile kilichoanza kama mbinu ya shinikizo la Marekani dhidi ya Tehran kusitisha urutubishaji madini ya uranium na kusitisha mashambulizi dhidi ya Israel kilimalizika kwa Donald Trump kutangaza mashambulizi katika maeneo matatu ya nyuklia nchini Iran. Rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumapili amesema kuwa Marekani ilishambulia vituo vitatu muhimu vya kurutubisha uranium huko Fordo, Natanz na Esfahan nchini Iran na kuyataja mashambulizi hayo kuwa mafanikio ya ajabu ya kijeshi. Hatua ya Marekani ya kuingilia moja kwa moja mzozo wa Iran na Israel imezidisha mvutano kuongezeka zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati, huku wapiganaji wa Houthi wa Yemen wakitoa vitisho na Tehran huenda ikalipiza kisasi. Na hivi ndivyo maendeleo yalivyotokea Mashariki ya Kati katika saa 24 zilizopita na jinsi wahusika walivyojibu. Mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani kati ya Israel na Iran yaliendelea siku ya Jumamosi. Majengo ya utafiti wa nyuklia ya Isfahan nchini Iran na mji mtakatifu wa Qom yalilengwa na mashambulizi ya anga ya Israel. Wakati huo huo, Iran ilizindua wimbi la makombora ya droni dhidi ya Israel. Wakala wa nishati ya nyuklia wa Iran ulitaja mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vitatu muhimu vya nyuklia kama shambulio la kinyama. Vitendo vya uvunjaji sheria havitasababisha maendeleo ya tasnia hii ya kitaifa kusitishwa, shirika la nishati ya atomic la Iran lilisema katika taarifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la IRNA, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema Iran inahifadhi chaguzi zote ili kutetea mamlaka yake, maslahi na watu. Mashambulio haya yanayoendelea baina ya mataifa haya matatu ambayo yamekuwa yakishambuliana mara kwa mara, ambapo Iran ilikuwa ikishambuliana na Israel, lakini baadaye Marekani imekuja kusimama katikati na kuishambulia Iran, kitu ambacho kimewafanya watu wengi pia kuwa na wasiwasi huenda huu mzozo ukawa ni mkubwa zaidi na kutanuka zaidi Mashariki ya Kati, kitendo ambacho kitapelekea kuwa mzozo wa muda mrefu pia kwenye maeneo haya. Swala hili linapingana moja kwa moja na kile ambacho Donald Trump alikuwa akizungumza mara kwa mara kuwa yeye atakuwa ni mpatanishi zaidi wa migogoro mingi ambayo imekuwa ikiendelea kwenye mataifa mbalimbali, tofauti na kujiingiza kwa ajili ya kupambana kwenye migogoro hiyo, jambo ambalo linafanya Wamarekani wengi kuanza kumtizama kwa mtizamo tofauti kwa jambo hili ambalo wameweza kulifanya kwa kushambulia vituo vya nyuklia huko Iran. Lakini bado kuna wengine ambao wanasema alichokifanya ni sahihi, kwa sababu kwa kushambulia vituo hivyo basi ataifanya Iran kuamini kwamba Marekani inaweza kufanya chochote kile, na labda itakuwa ni jambo zuri kuifanya Iran kusogea kwa ajili ya mazungumzo zaidi na kuweka mambo kuwa sawa baina ya mataifa haya matatu ambayo yamekuwa na mgogoro huu ambao unaendelea juu ya vita na mapigano ya kipindi cha hivi karibuni, ambacho kimeonekana kuwa ni kipindi kifupi lakini chenye matokeo makubwa zaidi ya vita juu ya mataifa haya. Tafadhali tuandikie mtizamo wako kwenye hili, lakini kikubwa tu endelea kutufuatilia wakati wote kwa taarifa nyingine nyingi zaidi kutoka hapa.